Wakazi wa eneo la Mkoroshoni, kaunti ya Kilifi, wanalalamikia ongezeko la ajali za mara kwa mara kwenye eneo hili, barabara kuu ya Kilifi Malindi. Wakazi hao sasa wanapendekeza serikali ya kitaifa kupitia idara husika kuhakikisha kuwa wanajenga matuta kwenye barabara hiyo kama mbinu mojawapo ya kudhibiti visa vya ajali eneo hili. Kulingana na hapa pahali ni kwamba tumeshuhudia sana ajali nyingi zikitendeka hapa upande wa bodaboda, wala mpeleka mapikipiki, vijana, hata tukutuku. Kitu ambacho naomba sana hapa Mkoroshoni sokoni Jumamosi ni kwamba gari huwa zikija spidi kwa ukasi sana. Sasa ningependa kuongezea kwamba at least kama utakuwa na traffic, lakini kuwekwe kitu ambacho kitazuia kama vile zile bumps zinakaa pale kwa mwango. Jumamosi huwa kuna soko na gari huwa zinapita kwa wingi na kasi. Na sana sisi wafanyikazi hapa Mkoroshoni, zile ajali sana zinatuaffect sana. Sababu pia wateja wetu wana ile kutembea hapa wanaogopa zile magari na zile pikipiki, zile speed ambazo zinapita na speed ya kwa, yani zina speed ya juu sana. So unapata mpaka wateja wetu wanaogopa kuvuka ama na kutembea hapa barabarani. Aidha, baadhi yao ambao ni wafanyabiashara wamelalamikia ukosefu wa vyoo vya umma kwenye soko hili. Jengo hili ambalo awali lilikuwa la vyoo vya umma sasa limebadilishwa kuwa jengo la kibiashara, hali inayowawia ugumu kupata vyoo wakati wanapoendeleza biashara zao. Bado kuna shida ya choo. Hiyo ni open air market ambapo county government inakusanya ushuru, ambapo wale wafanyikazi ambao wanafanya kazi hapa ni wengi sana, kwa sababu wengine wanatoka Malindi, wengine wanatoka Mombasa, wengine wanatoka Ganze, sub county tofauti, na watu wanaokuja ni wengi sana. Lakini ukiangalia ni kwamba hakuna hata choo. Choo ilikuwepo, lakini baadaye ikaja ikatolewa kwa sababu ilikuwa ni ya mtu binafsi na yule mtu akaja akaaga. So hiyo choo ikaja ikafanywa biashara zingine. Mpaka sasa ukiangalia kuna watu wa welding ambao wanatumia hiyo sehemu kama ya kufanya welding. So hiyo ni changamoto kubwa, na imekuwa ikidalilisha sana wamama, kwa sababu wamekuwa wakitumia hiyo shamba ya Mkoroshoni ambayo iko hapo, wanaenda wakijisaidia. Wafanyabiashara hawa pia wamependekeza kurekebishiwa mataa ya mulika mwizi yaliyopo eneo hili ili kuwawezesha kufanya biashara zao hata nyakati za usiku. Kuna mnara hapa tuliwekewa, mnara ambao tulikuwa tunawekewa mwangaza hapa, lakini sasa hiyo process hatujui ilifikia wapi. Tuliwekewa alafu ikanyamaziwa, so hatujui sisi kama sisi wakazi wa Mkoroshoni na wafanyabiashara wa Mkoroshoni tungependa sana ili taa liwake, na pia mabiashara yetu ndo tuweze kuendelea na biashara zetu mpaka wakati ambao kama ni pale jioni tunaweza kuendelea mpaka masaa kidogo, tukaongezea masaa kidogo, sababu hapa Mkoroshoni hatuna mwangaza. Na tukienda kuangalia mabiashara yako, tuna mabiashara mengi, na pia hiyo tuko na hiyo taa pia security, itakuwa tuna security sawa, sababu ile taa itakuwa limetumulikia vizuri, itakuwa tuko na security. Mbali na haya, wafanyabiashara hawa wamelalamikia mirundiko ya taka katika soko hili, lakini pia wakapendekeza kujengewa majengo ya kudumu ili wasiweze kutatizika hasa nyakati za mvua. Kuna swala la climate condition. Unapata kama siku ya Jumamosi kuna soko. Soko linafanyiwa eneo hili hapa. Unapata kuna mvua nyingi sana inanyesha, na hakuna mahali watu wanaweza kaa wafanyie biashara kwa amani juu ya hiyo mvua. Kuna changamoto ambayo imekuwa ikitupata kila wakati, na ni hasa kuhusiana na masuala ya taka. Tunajua kwamba hapo kwenye hiyo site ambapo soko linafanyika kila siku ya Jumamosi, pia huwa ni dumping site. Kuna sehemu ambayo imetengwa ni dumping site ya watu wa county council, ambapo taka zote ambazo zinatoka kwa wanakijiji ambao wako katika maeneo ya Mkoroshoni, wao wanaleta taka zao hapo. So inapofika siku ya Jumamosi, zile taka si kila siku ya Jumamosi ambapo zile taka zimeondolewa, inafika siku ambapo ninio taka bado ziko pale. So unajua sasa, kama taka ziko pale na bado kuna wanabiashara ambao pia nao wanafanya biashara siku hiyo ya Jumamosi, ni kwamba kwa maana nyingine huwa inawaathiri katika utendaji wao wa kazi. Unajua customer hawezi kuja mahali ambapo pana takataka, mahali ambapo pana uchafu, na ukizingatia pia kuna watu wengine ambao hata wanauza sana vyakula. Kuna wale wanakaranga viazi, wengine wanauza samaki, wengine wanauza juice, zile fresh juice ambazo wanatengenezea pale. So unakuta kwamba pia inahatarisha afya za wananchi,
kwa sababu zile taka pia mara nyingine haziondolewi kwa wakati wake ule ambao unapasa. Hizi ni baadhi za lalama za wafanyabiashara katika eneo hili la Mkoroshoni ambao pia ni walipa ushuru, wakizielekeza kwa serikali ya kaunti ya Kilifi lakini pia serikali kuu. Nikiripotia Coco FM kutoka hapa Mkoroshoni, kaunti ya Kilifi, mimi ni Hamisi Kombe. Coco FM, ladha ya Pwani.